Na wakati huo ni mgonjwa, sio kwamba mzima, umwa tu hivyo hivyo, mifupa haiwezi, miguu ina shida, uti wa mgongo. Basi nilivyomaliza kustaafu tu mwezi wa 7 mwaka 2025 mpaka ilivyofikia mwezi wa 9 hela zikatoka. Nilivyotoka mimi, kitu cha kwanza nikaenda nikachukua pesa zangu. Kwanza niliuliza baadhi ya nikaambiwa shirika hili hivi, nikasema haya. Bahati nzuri kuna shekhe mmoja, yeye anapeleka mahujaji. Akaniambia anapeleka mahujaji kwa milioni 12. Lakini akaniambia, mimi nikamueleza jinsi nilivyo, nikamwambia mimi natembelea fimbo na mwendo mrefu kutembea siwezi. Akaniambia kwa mimi sikuwezi. Bora nikupeleke Ajwa. Nikamwambia haya, nashukuru. Ajwa ndo taasisi ambayo nimesafiri nayo. Akaniambia nipeleke Ajwa. Nikapiga simu nikampata Abu Mujibu. Abu Mujibu akanielezea. Siku nyingine nikapiga tena simu nikampata Aisha. Aisha ambayo anafanya kazi ofisi ya Ajwa pale Ilala. Basi akanielezea, ilikuwa mwezi wa 9. Mimi nilienda zangu katoa hela zangu benki nikalipa milioni 16. Wakati unakwenda benki pale, dhamira yako imeisha sawa sawa ndani ya moyo. Tena ushazichomoa pale. Nafsi ilijisikiaje? Kwanza majengo hivi. Kwanza nilivyofika pale benki, nienda kuchukulia benki Kisarawe. Ndio benki yangu ya karibu hapa NMB. Nilipoenda Kisarawe, yule meneja akanifuata akaniambia, mama umetoa hela nyingi sana. Kwani umetoa hela nyingi namna hii? Nikamwambia baba, hela hizi nilizitiliania mimi nakwenda zangu hija, Mwenyezi Mungu akinijalia. Kwa hiyo hela hizi nimezitoa kwa matumizi ya hija. Siku mvua ilikuwa inanyesha sana. Basi nikachukua pesa zangu nikasogea NMB. Kwa sababu walinipa namba ya kuwatumia pesa ni ya NMB. Nikasogea pale NMB, nilikwenda na mtoto wangu wa kiume. Nikamwambia chukua hizi hela ukalipe. Akaniuliza, mama nikalipe hizi hela? Mama unakwenda kweli hija? Nikamwambia mimi naenda hija. Katika mambo ambayo umeyaona katika taasisi ya Ajwa, ni vitu gani ambavyo imekuvutia sana ndani ya taasisi ile wakati unakwenda mpaka mnarudi Ajwa? Kwanza imekupa urahisi gani kulingana na hali ya afya yako? Wale walikuambia hawatoweza, lakini Ajwa bila kukuuliza wakakupokea wewe mwenyewe. Kwanza nilichofurahi kwa Ajwa, walitupa semina. Walitupa semina, yani watu walielezea kila kitu kule Maka. Na wakanieleza kabisa, kuna sehemu fulani wakaniambia kama kutwafu akaambia hutoweza, itabidi tukufanyie twafu. Alafu Safa na Marwa wakaniambia pila hutoweza, itabidi tukufanyie wao wenyewe. Alafu wakaniambia Jamarati, kutoka Muzdalifa kwenda Jamarati wakaniambia hutoweza. Jamarati ni nini kwa maslahi na faida ya mtazamaji? Jamarati ni sehemu ambayo tunaenda kupiga shetani mawe. Kwa hiyo pale tunaenda kwa muda wa siku 3 mfululizo. Kuna fikra zinazoendelea kwa Waislamu wengi kule kumpiga shetani mawe. Anaonekana pale au ni kurusha mawe tu kwa sababu ilifanyika wakati wa Bwana Mtume Muhammad? Ndipo mnamuona au haonekani? Shetani pale kuonekana haonekani, lakini kutokana na yale mambo ya hija ya kule, kwa sababu karibu yote ni 99% ni yenyewe. Ukisoma vitabu, ukisoma maisha ya Bwana Mtume, ukimsoma Ibrahim, yani vitu vyote, visa vyote ni vya kweli. Kwa hiyo unaamini kabisa kama ni muumini, yani 100% na unaamini kabisa ule shetani pale yupo. Shetani yupo. Taasisi ya Ajwa Haji Travel wamepokea mama na wakaenda naye mpaka Maka na akafanyiwa kila kitu na ibada yake ikaenda vizuri. Yeye mwenyewe anatuambia kwamba zile sehemu ambazo kwamba ilikuwa ni vigumu sana, taasisi ya Ajwa ilichukua majukumu ya kuweza kumfanyia ili mama asipate kukosa chochote kile katika ibada ya hija. Ungana nao ndugu zetu hawa taasisi ya Ajwa Haji Travel, na naamini wanafanya vizuri. Ofisi zao zipo maeneo Ilala pale, ili kupata mengi zaidi ambayo kwamba yanaweza kukusaidia katika ibada hii ya hija. Hajati, hebu tuambie, najua mji wa Maka na Madina ni miji mitakatifu na ulikuwa unafahamu hivyo. Lakini hebu tuambie ulivyofika pale wewe mwenyewe kuona maeneo ambayo Mtume alikanyaga, moyo wako, mwili wako, fikra zako, hebu tuambie kwa ufupi ulipokeaje?
Yani kwanza nilivyofika Maka nilifurahi sana. Yani nilifurahi mimi ndio nilikuwa najiona mgonjwa. Nilienda nikawakuta wagonjwa. Nilinunua wheelchair mpaka wheelchair yangu ikawa inawabeba wao, mwenyewe nikawa natembea na miguu yangu na fimbo. Umesahau? Yani nilisahau kama mimi ni mgonjwa. Nilipofika nilifurahi sana. Kwanza kilichonifurahisha, watu ni wana upendo. Yani watu tunapendana. Mtu anapewa, yeye amepewa labda chupa ya juice, basi yeye hanywe atampa mwenzie. Yule mwenzie naye hanywe anampa mwingine. Yani hiyo chupa inaweza kutembea, yani kila mtu anafurahi kutoa sadaka. ZDH TV, maarifa kwa umma.